Baada ya Carrick kumtoboa Arsenal katika mechi zake 7, ndo alifungua ile njia sasa ya Arsenal. Katika mechi zake 7 za mwisho amepoteza mechi moja ambayo ndo dhidi ya Manchester United. Ameshinda mechi 2 na ametoa sare mechi 4. Unaweza kusema ni timu ambayo ina sifa ya kuwa bingwa kweli. Kwa mara ya kwanza timu kutoka Premier ambayo inaongoza ligi alafu ikacheza na timu ya mwisho kwenye ligi ikaongoza kwa bao 2 alafu ikaje ikatoka sare. Yaani ni kwa mara ya kwanza kutoka Premier League. Arsenal wanafanya hicho kitu jana. Mashabiki wa Arsenal tayari wameshaanza kumkataa Mikel Arteta. Yaani wameshamkataa kabisa sasa Mikel Arteta aondoke. Maana anaenda msimu wa 4 sasa hivi. Arsenal kila siku anakuwa kwenye mbio za ubingwa lakini mwishoni kabisa ndo anakuja kupoteza. Utakumbuka pia Arsenal ndo timu pekee kutokea Premier baada ya Leicester kuwa anaongoza ligi kwa kucheza baada ya kucheza michezo 27 alafu ana pointi chache. Arsenal baada ya michezo 27 mpaka sasa hivi ana pointi 58. Na tutakumbuka Leicester ambayo ilichukua ubingwa pia baada ya michezo 27 alikuwa na pointi 56. Ni Arsenal na Leicester tu. Hii inamaanisha kwamba kipindi ambacho Leicester alikuwa anaongoza ligi akachukua ubingwa, Premier ilikuwa ina timu mbovu. Na sasa hivi kipindi ambacho Arsenal anaongoza ligi na pointi 58 michezo 27, timu za Premier ni mbovu. Wewe niambie Man City au Liverpool angekuwa kwenye ubora wake. Hivyo anashata Arsenal angekuwa naimba kwamba mpaka sasa hivi anaongoza ligi. Yaani asingekuwa naimba. Man City pamoja na kwamba ndio mpinzani wa Arsenal kwa msimu huu, lakini ndio timu ambayo bado ni mbovu. Yaani haipo kwenye ubora. Lakini anampa Arsenal changamoto kwenye kuwania ubingwa wa msimu huu. Wewe angalia tu mechi 4 za Arsenal ambazo zinakuja. Angalia mechi za Arsenal ambazo zinafuatana. Ni mechi ambazo ni ngumu. Baada ya kutoa sare jana dhidi ya Wolves, mchezo ambao utafuata Jumapili atacheza na Spurs. Akitoka kucheza na Spurs atakwenda kucheza na Brighton. Na tunamfahamu Brighton yakutana na timu kubwa huwa anachezaji. Akitoka kucheza na Brighton atacheza na Chelsea. Hapo baada ya hapo atakutana na Everton baada ya FA. Akitoka kwenye FA akija kukutana na Everton ataenda tena kukutana na Man City. Katika mechi hizo 5 ambazo zinafuatana za Arsenal kuanzia kwa Spurs mpaka kwa Man City, mimi na uhakika, yani nina uhakika lazima Arsenal kuna mechi atadondosha points. Either atasare ama atafungwa. Lakini mimi naongea na maneno ya Patrice Evra kwamba Arsenal kama Netflix. Yaani kila msimu tunaambiwa tusubiri next season. Uliopita tuliambiwa subiri next season. Ukaja tena hapa akasema subiri next season. Na nina uhakika safari hii tena atasema hivyo hivyo. Arsenal safari hii kuchukua ubingwa, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kama Arsenal ataenda kuwa bingwa wa Premier.